Siku ya Alhamisi tarehe 29 Oktoba mwaka 1959 katika kijiji cha Katoma, tarafa ya Bugando, wilaya ya Geita, wakati huo ikiwa mkoa wa Mwanza. Alikuwa mtoto wa tatu katika familia ya watoto 12 wa mzee Joseph Magufuli Marco Nyahinga na mama Suzana Ngolo Musa. Siku alipozaliwa, bibi yake alikuwa amepika pombe na hivyo akampa jina la Walwa kwa lugha ya Kisukuma, ambayo kwa Kiswahili maana yake pombe. Hii ndiyo asili ya jina pombe. Elimu. Mwaka 1967 hadi 1974 hayati Dr. John Pombe Joseph Magufuli alipata elimu ya msingi katika shule ya msingi Chato. Mwaka 1975 alijiunga na seminari ya Katoke Biharamulo mkoani Kagera, ambapo alisoma kwa miaka mitatu hadi mwaka 1977 ya Lake iliyopo mkoani Mwanza, alipohitimu na kupata cheti cha elimu ya sekondari mwaka 1978. Mwaka 1979 hadi mwaka 1981 alijiunga na shule ya sekondari ya Mkwawa mkoani Iringa, ambapo alihitimu na kupata cheti cha mtihani wa kidato cha 6 katika tahasusi ya combination ya kemia, hesabu na elimu. Mwaka 1981 hadi 1982 hayati Dr. John Pombe Joseph Magufuli alipata stashahada ya ualimu katika masomo ya kemia, hesabu na ualimu kutoka katika chuo cha ualimu Mkwawa mkoani Iringa. Mwaka 1985 alijiunga na chuo kikuu cha Dar es Salaam, na mwaka 1988 alihitimu na kupata shahada ya kwanza ya sayansi ya. Mwaka 1991 alijiunga na masomo ya shahada ya uzamili inayotolewa na chuo kikuu cha Dar es Salaam kwa kushirikiana na chuo kikuu cha Salford kilichopo Uingereza, na kuhitimu mwaka 1994 kwa kutunikiwa shahada ya sayansi katika somo la kemia, ya Master of Science in Chemistry. Tasnifu yake ilihusu the decomposition kinetics of the lanthanide 3 orcato halides. Mwaka 2006 hayati Dr. John Pombe Joseph Magufuli alijiunga tena na chuo kikuu cha Dar es Salaam kwa ajili ya masomo ya shahada ya uzamivu ya Doctor of Philosophy, wakati akiwa waziri wa ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi. Mwaka 2009 alitunikiwa shahada ya uzamivu ya Doctor of Philosophy katika somo la kemia. Tasnifu yake inahusu the potential anacatonic acid self-assembled monolayers from cashew nut shell liquid as corrosion protection coatings. Pia hayati Dr. John Pombe Joseph Magufuli amechapisha machapisho 6 ya kisayansi, na mengi yakiwa katika eneo la materials chemistry. Mafunzo ya jeshi. Hayati Dr. John Pombe Joseph Magufuli alihudhuria mafunzo ya jeshi la kujenga taifa kwa mujibu wa sheria kuanzia Julai 1983 hadi Juni 1984 kama ifuatavyo. Mwezi Julai mwaka 1983 hadi Desemba mwaka 1983 alikuwa katika kambi ya Makutupora mkoani Dodoma. Kuanzia Januari mwaka 1984 hadi Machi mwaka 1984 alikuwa kambi ya Makuyuni Arusha.
na kuanzia Aprili 1984 hadi Juni 1984 alikuwa kambi ya Mpwapwa JKT alipomaliza mafunzo yake. Akiwa jeshini, Dr. John Pombe Joseph Magufuli alijifunza uzalendo, ukakamavu na matumizi ya silaha mbalimbali. Ajira na kazi. Hayati Dr. John Pombe Joseph Magufuli aliajiriwa kwa mara ya kwanza mwaka 1982 akiwa mwalimu wa somo la kemia na hesabu katika shule ya sekondari ya Sengerema mkoani Mwanza. Kazi ya walimu alifanya kwa mwaka mmoja hadi mwaka 1983. Mwaka 1989 hadi mwaka 1995 hayati Dr. John Pombe Joseph Magufuli aliajiriwa kama mtaalamu wa kemia katika chama cha ushirika Nyanza mkoani Mwanza, kazi aliyoifanya kwa muda wa miaka 6. Kazi za uongozi. Mwaka 1995 hayati Dr. John Pombe Joseph Magufuli aliteuliwa kuwa naibu waziri wa ujenzi, wadhifa aliotumikia hadi mwaka 2000 alipoteuliwa kuwa waziri wa ujenzi, uchukuzi na mawasiliano. Alitumikia nafasi hiyo hadi mwaka 2006 alipohamishiwa kwenda Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi. Mwaka 2006 hayati Dr. John Pombe Joseph Magufuli aliteuliwa kuwa waziri wa Ardhi, Nyumba na Maendeleo na Makazi, wadhifa aliotumikia hadi mwaka 2008 alipohamishiwa Wizara ya Mifugo na Uvuvi kuwa waziri wa wizara hiyo hadi mwaka 2010. Mwaka 2010 hayati Dr. John Pombe Joseph Magufuli aliteuliwa tena kuwa waziri wa ujenzi kwa mara ya pili na kudumu kwenye nafasi hiyo kwa miaka 5 hadi mwaka 2015. Siasa. Hayati Dr. John Pombe Joseph Magufuli alianza kujishughulisha na uongozi wa kisiasa mwaka 1990 alipogombea ubunge katika jimbo la Biharamulo. Pamoja na kutokufanikiwa katika kinyang'anyiro hicho, aliwashangaza wengi alipokwenda kumshika mkono mpinzani wake na kumpongeza kwa ushindi alioupata. Alikiri kuwa alishindwa kihalali katika uchaguzi huo, na jambo hili lilimpatia heshima kubwa kwa ukomavu wa kisiasa aliouonesha na kujipambanua kuwa ameiva kisiasa. Mwaka 1995 hayati Dr. John Pombe Joseph Magufuli ashiriki tena katika kinyang'anyiro cha ubunge katika uchaguzi mkuu wa kwanza wa vyama vingi na kushinda ubunge wa jimbo la Biharamulo Mashariki. Mwaka 2000 hayati Dr. John Pombe Joseph Magufuli aligombea kwa mara nyingine ubunge wa jimbo la Biharamulo Mashariki, ambapo alipita bila kupingwa kutokana na kupendwa na wapiga kura wake. Mwaka 2005 alishiriki tena kugombea ubunge wa jimbo la Biharamulo Mashariki, na wakati huu kwa sababu zile zile za kupendwa na wapiga kura wake alipita bila kupingwa na kuendelea kuwa mbunge. Mwaka 2010 hayati Dr. John Pombe Joseph Magufuli alikwenda tena kugombea ubunge wa jimbo la Chato na aliendelea kupita bila kupingwa. Mwaka 2015 hayati Dr. John Pombe Joseph Magufuli alikuwa miongoni mwa wakada wa Chama cha Mapinduzi CCM waliochukua fomu za kuomba kupeperusha bendera ya chama hicho kwenye kinyang'anyiro cha urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hayati Dr. John Pombe Joseph Magufuli aliteuliwa na chama chake kugombea kiti cha urais katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2015 ambapo alishinda uchaguzi huo na kuwa rais wa awamu ya 5 wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mwaka 2016
hayati Dr. Chama cha Mapinduzi Taifa. Akiwa waziri, hayati Dr. John Pombe Joseph Magufuli alikuwa mwenyekiti wa ukanda wa maendeleo wa Mtwara kati ya mwaka 2000 na 2005. Mwenyekiti mwenza wa mkutano wa 3 wa maendeleo ya miji duniani ulioandaliwa na shirika la makazi la Umoja wa Mataifa mwaka 2006 hadi 2008 uliofanyika Vancouver, Canada, na yeye kushika nafasi hiyo. Alikuwa mwenyekiti wa baraza la mawaziri la Umoja wa Nchi za Maziwa Makuu kuhusu uvuvi mwaka 2008 hadi 2009. Akiwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hayati Dr. John Pombe Joseph Magufuli alikuwa mwenyekiti wa Jumuiya ya Afrika Mashariki EAC kuanzia mwaka 2016 hadi 2017, na mwenyekiti wa Jumuiya ya Maendeleo ya Nchi za Kusini mwa Afrika SADC kuanzia mwaka 2019 hadi mwaka 2020. Baadhi ya mafanikio ya hayati Dr. John Pombe Joseph Magufuli wakati wa uongozi wake: utawala, kuhamisha makao makuu ya shughuli za serikali mkoani Dodoma mwaka 2016, uamuzi ambao ulikuwa haujatekelezwa kwa ukamilifu kwa miaka mingi tangu mwaka 1973. Kurejesha nidhamu ya utendaji kazi na uadilifu katika utumishi wa umma kwa kuondoa watumishi wasiokuwa na maadili na utendaji mzuri serikalini. Kuimarisha utumishi wa umma kwa kuondoa watumishi wasiokuwa na sifa ambao waligushi vyeti vya elimu. Kuondoa watumishi hewa katika orodha ya malipo ya mishahara katika utumishi wa umma. Kuhimiza utendaji kazi wenye kujali matokeo, matumizi bora ya rasilimali za umma na utoaji wa huduma bora kwa wananchi kupitia kauli mbiu yake ya hapa kazi tu. Kuimarisha utawala wa sheria na utoaji haki sawa kwa wote na kwa wakati kwa kuimarisha mfumo wa mapambano dhidi ya rushwa, usimamizi wa maadili ya viongozi wa umma, usimamizi wa masuala ya haki za binadamu na ustawi wa demokrasia nchini. Kuimarisha mapambano dhidi ya rushwa na ufisadi kwa kuanzisha mahakama ya makosa ya rushwa na uhujumu uchumi nchini. Kubadilisha muundo wa ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali kwa kuimarisha ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali, kuanzisha ofisi ya wakili mkuu wa serikali na kuimarisha ofisi ya taifa ya mashtaka. Kuimarisha ushirikiano baina ya serikali na mihimili ya bunge na mahakama, na kuimarisha ushirikiano wa Afrika Mashariki, kikanda na kimataifa. Kuongezeka kwa pato la taifa. Katika nyanja hiyo ilikuwa ni kuimarisha ukusanyaji wa mapato ya serikali na kusimamia matumizi sahihi ya fedha za umma. Kuongezeka kwa pato la taifa hadi kufikia wastani wa 6.8 mwaka 2019. Kuifanya Tanzania kuingia kwenye kundi la nchi zenye uchumi wa kati mwaka 2020, miaka mitano kabla ya muda uliopangwa wa mwaka 2025, na kuongeza fursa za kiuchumi na biashara kwa makundi mbalimbali, hususan wa Tanzania wenye kipato cha chini. Viwanda. Kukuza sekta ya viwanda kwa kuhamasisha ujenzi wa viwanda vidogo, vya kati na vikubwa nchini, ambapo idadi ya viwanda vipya vilivyojengwa katika kipindi cha utawala wake vilifikia 8477. Madini. Udhibiti upotevu wa mapato yanayotokana na uchimbaji na usafirishaji wa madini kwa kutunga sheria mpya ya madini iliyowezesha kupitia upya mikataba yote ya madini. Kuanzisha masoko ya madini katika mikoa na wilaya mbalimbali nchini.
kujenga ukuta wa Mererani ili kudhibiti upotevu wa madini ya Tanzanite, na kupanua umiliki wa hisa za serikali kwenye kampuni za madini kuanzia 16% inayoweza kufika hadi 50%. Habari, utamaduni na michezo. Kuwezesha lugha ya Kiswahili kuwa moja ya lugha rasmi za mawasiliano katika mikutano ya Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika SADC na katika Jumuiya ya Afrika Mashariki EAC. Kuimarisha shughuli za michezo, sanaa na burudani, na hivyo kuongeza fursa za ajira kwa vijana wengi nchini. Nishati. Kuanzisha utekelezaji wa miradi ya kuzalisha umeme wa bwawa la Mwalimu Julius Kambarage Nyerere huko Rufiji na bwawa la Rusumo katika mpaka wa Tanzania, Rwanda na Burundi. Kusitisha ukodishaji wa mitambo ya dharura ya kuzalisha umeme kwa kutumia mafuta mazito ambao ulikuwa ukiigharimu serikali fedha nyingi. Kupitia upya na kusitisha baadhi ya mikataba kati ya TANESCO na wazalishaji binafsi wa umeme ambayo ilikuwa haina tija kwa taifa letu. Kuongeza kwa kasi ya kusambaza umeme vijijini kwa kutumia vifaa vilivyotengenezwa nchini na kuimarisha mfumo wa uagizaji mafuta kwa pamoja, na hivyo kupunguza gharama zinazotokana na meli kuchelewa kushusha mafuta bandarini. Barabara. Kuongezeka kwa ujenzi wa barabara za lami kwa kiwango kikubwa, na hivyo kuifanya nchi yetu kuwa na mtandao wa barabara za lami kwenye jumla ya kilomita 12,964 za barabara za lami. Kujenga madaraja makubwa 13 likiwemo daraja la Magufuli Mto Kilombero na daraja la Nyerere Kigamboni Dar es Salaam. Kujenga barabara za juu za Mfugale na Kijazi jijini Dar es Salaam. Kujenga barabara ya njia 8 kutoka Kimara hadi Kibaha ambayo hadi mauti inamfika, ujenzi wake unakaribia kukamilika. Kujenga daraja jipya la Salenda ambalo likikamilika litajulikana kama Tanzanite Bridge Dar es Salaam. Kununua meli na vivuko ambavyo vimesaidia kuondoa adha ya usafiri katika maeneo husika, na kuanzisha wakala ya barabara za vijijini na mijini TARURA katika kuhakikisha ujenzi na ukarabati wa barabara zilizo kwenye mamlaka ya serikali za mitaa unatekelezwa kwa ufanisi. Uchukuzi. Kununua ndege mpya 8 na kuongeza idadi ya wasafiri wa anga nchini, na hivyo kuongeza huduma za usafiri wa anga kutoka vituo 4 hadi vituo 13 ndani ya nchi na kuanzisha vituo 7 nje ya nchi. Kujenga na kukarabati viwanja vya ndege nchini ili kuongeza uwezo na ubora wake. Kujenga na kukarabati bandari nchini zikiwemo bandari za Dar es Salaam, Mtwara na Tanga. Kufufua na kuimarisha kampuni ya huduma za meli, hatua iliyowezesha ujenzi na ukarabati wa meli na chelezo nchini kufanyika kwa ufanisi. Kuimarisha huduma za usafirishaji kwa njia ya meli kwa kuanzisha shirika la uwakala wa meli Tanzania TASAC. Kuanzisha na kusimamia ujenzi wa reli ya kati kwa kiwango cha kimataifa, yani Standard Gauge Railway. Kufufua reli ya Tanga hadi Arusha na kurejesha huduma hiyo iliyokuwa imesimama kwa muda mrefu, na kununua mabehewa na vichwa vya treni ili kuboresha usafiri wa treni nchini. Huduma za jamii. Kusimamia utekelezaji wa miradi mbalimbali ya maji, ikiwa ni pamoja na miradi ya maji kutoka Ziwa Victoria kwenda katika maeneo mbalimbali kama vile Mwanza, Sengerema na Tabora,
ili kuwawezesha Watanzania wengi kupata maji safi na salama. Katika maeneo ya mkoa wa Pwani, Arusha, Lindi, Kigoma, Songwe. Elimu. Kuanzisha utoaji wa elimu bila ada hadi kidato cha 4 ili kuwawezesha watoto wote nchini kupata fursa ya elimu. Kuboresha mazingira ya kufundisha na kujifunzia kwa kujenga shule na maabara zaidi. Kukarabati shule kongwe za sekondari na kujenga nyumba za walimu na kuajiri walimu zaidi katika ngazi zote za elimu, pamoja na kuzingatia mahitaji ya makundi maalum. Afya. Kuimarisha huduma za afya kwa kujenga hospitali, vituo vya afya na zahanati ili kuhakikisha kuwa huduma za afya zinapatikana nchini kote na kwa makundi yote. Kuimarisha hospitali za rufaa na kuboresha huduma za kibingwa na ubingwa bobezi, na hivyo kupunguza idadi kubwa ya wagonjwa wanaokwenda kutibiwa nje ya nchi. Kuimarika kwa huduma hizo kumevutia baadhi ya wagonjwa kutoka mataifa jirani kuja kutibiwa nchini. Kuimarisha mazingira ya sekta binafsi kushiriki katika utoaji wa huduma za afya kwa wananchi. Kusogeza huduma za afya karibu na wananchi na kuwapunguzia gharama za kufuata huduma mbalimbali na makazi yao. Na kupunguza idadi ya vifo vinavyotokana na kutopatikana kwa huduma za matibabu kwa wakati, vikiwemo vifo vya mama na mtoto. Uhusiano wa kimataifa. Kuimarisha mahusiano na diplomasia kati ya Tanzania na nchi nyingine duniani. Kufungua balozi 8 mpya katika nchi zifuatazo: Algeria, Cuba, Israel, Korea Kusini, Qatar, Namibia, Sudani na Uturuki. Na kabla ya mauti kuidhinisha kufungua konseli kuu huko katika mji wa Lubumbashi, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Haya ni baadhi ya mafanikio ambayo hayati Dr. John Pombe Joseph Magufuli amelifanyia taifa hili. Tuzo. Hayati Dr. John Pombe Joseph Magufuli ametunukiwa tuzo mbalimbali kama ifuatavyo. Mwaka 2015, tuzo iliyotolewa na wafanyakazi wa TANROADS katika kutambua mchango wake wa kuanzisha, kuilea na kuiongoza TANROADS kwa mafanikio makubwa kwa kipindi cha miaka 15, yani 2000 mpaka 2015. Mwaka 2015, tuzo ya kutambua mchango wake mkubwa katika maendeleo ya sekta ya ujenzi iliyotolewa na Bodi ya Usajili wa Makandarasi. Mwaka 2010, tuzo ya uongozi katika uhifadhi wa juhudi alizozionyesha na